mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Jofa Media, tunaimani wewe ni mzima afya popote ambako unaendelea kutazama. Tunakaribisha kwenye jira ya matangazo yetu kama na hii, na kabla tujakujia na matangazo mbashara, acha tukuanzie kwanza na muhtasari wa habari zetu ambazo zitakuwa ni habari kemkemu ambazo zitaungana na taarifa yetu hii. Baada ya kudhibiti kijiji cha Mushaki pamoja na vijiji kadhaa huko maeneo ya Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wameanzisha kodi mpya dhidi ya wachimbaji madini. Na utaenda kujua kwamba serikali ya Kongo Kinshasa yaongea kuhusu mashambulio iliyoendeshwa na waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini. Na baadaye tutakujuza kwamba watu 4 wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali pamoja na nyumba kadhaa kuteketezwa kwa moto. Hiyo ni takwimu ya moto uliozuka huko maeneo ya Bukavu. Kama tulivyokujuza hapo kwenye mtasari wa habari zetu, wacha nitangulize kumsa kwanza kwenye kipaza sauti. Utakuwa nami Banza Alentasisi mwanzo mpaka tamati ya habari zetu. Tukianzia huko maeneo ya Rubaya, Kivu Kaskazini, baada ya kudhibiti vijiji tofauti kwenye maeneo hayo, waasi wa M23 wameunga uongozi mpya na sheria zingine kadhaa huko maeneo ya Masisi. Kwa mujibu ya duru nyingi zimeiambia Radio Kapi ya kwamba M23 imeanzisha operesheni ya kulipiza kodi kwenye migodi ya dhahabu huko Rubaya. Kila mchimba dhahabu ananufaika, kila mchimba dhahabu anahitajika kulipa dola 3 za Marekani na wengine kuzidisha hata pesa hiyo kwa viongozi ambao wanatoka upande wa pili wa Rwanda. Na kwa upande wa usalama, waasi wa M23 ni wao ambao wanafanya doria na kwa kulipiza kodi hiyo kwenye maeneo yote ambao wanaendelea kuyamiliki. Na huko Bukavu utajua kwamba watu 4 wameripotiwa kupoteza maisha kupitia ajali ya moto, mkasa uliotokeza mjini Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu toka maeneo hayo, Mwolelwa Msekedide, amekujia na ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ambayo tayari yametoa pongezi za rambirambi kwa familia zilizoathirika, imesemeka kwamba maafa ni mengi kabisa. Duru rasmi zimedokeza habari za vifo vya watu 4 ambao waliweza kupoteza maisha, mkiwemo mama mmoja na wanahe 3. Habari tulizo nazo zasema kwamba vifo vya watu 4 hao waliouawa kupitia moto mkali uliowaka usiku wa saa 5 za usiku wa tarehe 9 kuamkia tarehe 10 kwenye barabara inayojulikana kama vile Avenue de l'Hôpital General ndani ya kata ya Kamfu. Bibi mmoja mjamzito na watoto wake 3 walifariki dunia kupitia moto huo, na mume wake akaweza kujeruhiwa kabla ya kukimbizwa moja kwa moja kwenye hospitali kwa ajili ya matibabu ya dharura. Na kwenye barabara Luama ndani ya kata Nyamugo, huko kuliripotiwa kuteketea kwa zaidi ya nyumba 100, yote ikiwa ni ndani ya manispaa ya Kadutu jijini Bukavu. Duru nyingi za mahali zatokeza hali ya kutokuheshimu taratibu za ujenzi wa makazi ni moja ya sababu kubwa zinazopelekea nyumba za zaidi ya 1 kuathirika kunapotokea mkasa wa moto kama huo. Salamu za rambirambi zimeanza kutolewa huku mashirika ya kiraia yakitahadharisha wakahaji kwa hali na tabia ya ujenzi mbaya wa makazi. Kwa sasa waliopoteza nyumba zao wamekosa mahali pa kulala, wakitoa mwito kwa wakuu viongozi wa serikali wanaohusika kama vile mashirika ya kiutu kuwajia na msaada. Kufikia sasa, kisa kilichosababisha moto huo
hakijatangazwa rasmi licha ya mawazo ya hawa na wale. Mimi ni Msekedide wa Zejofa Media. Naam, shukrani sana kwa mwenzetu Molelwa Msekedide ambaye alikuja na ripoti toka kwa maeneo ya Bukavu. Na kwa kumalizia habari zetu, tumalizie na habari toka kwa Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba kwenye kitangazo chao cha tarehe 10 Juni mwaka huu, serikali ya Kongo imetangaza kuhusu shambulizi ya waasi wa ADF dhidi ya raia wa huko Kivu Kaskazini ndani ya mji wa Beni. Kupitia waziri wao wa mawasiliano Bwana Patrick Muyaya Katembwe, amesema kwamba governmenti ya DR Congo imelahani vikali mashambulio ambayo imeongozwa na waasi na wanamgambo wa ADF hiyo tarehe 7 Juni mwaka 2024 kwenye maeneo kama vile Masala, Mahihi na Kene tarafani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi yao. Uongozi wa jeshi Beni wasema kwamba ni watu 39 ndio wamepoteza maisha huko Masala na Mahihi, wengine wawili wameuawa upande wa Keme. Kwa jumla ni watu 41 ndio wameuawa kwenye mashambulio hiyo dhidi ya waasi na wengine wakijeruhiwa vikali. Upande mwingine, vitu kadhaa vya samani vimeharibiwa kwenye pirika hizo za serikali ya Kongo. Huko Kinshasa yatoa mkono wake wa makiwa kwa familia zote zilizokumbwa na majanga hayo. Pia wamelahani vitendo hivyo ambavyo vinaendelea kurudia kwa siku baada ya siku kwenye baadhi ya miji na vijiji vya Ituri na Kivu Kaskazini, vyote hivi vikisababishwa na uwepo wa makundi silaha. Naam, kwa mrazi, na vyote hivyo vikisababishwa na uwepo wa makundi yanayoshikilia silaha kinyume na sheria, ikiwemo M23 pamoja na ADF wa Uganda. Ni vema ni kujuze hapa kwamba serikali ya Kongo yaahidi kuchukua gharama yote ya wale walijio. Naam, ni vema nikumbushe hapa kwamba serikali ya Kongo yaahidi kuchukua gharama yote ya wale waliojeruhiwa na wale ambao wamefariki. Mazishi yote itakuwa chini ya uongozi wao. Naam, na ni kupitia habari hiyo ndipo tunaweka muda kabisa kwenye habari zetu. Tunafikia mwisho. Shukrani sana kwa ambao ulikuwa nasi, na kualika kwenda kulike, kushare na kusubscribe channel hii ikiwa ni Zejofa Media. Nakutakia siku njema. Kwa heri.